Habari msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Songa Kidigitali. Mimi ni Beka Muhamba. Nami ni Koleta Hume. Kipindi hiki ni sehemu ya program ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa Balozi wa Marekani Tanzania, lakini pia kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Programu hii ya mpango wa ushirikiano kidigitali imelenga kuwajengea uelewa wananchi na kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidigitali. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari na haswa katika maeneo ya vijijini katika zama hizi za kidigitali. Katika sehemu hii ya pili ya Songa Kidigitali utapata nafasi ya kuwasikia wananchi kutoka mtaa wa Burega katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na watakuwa na mengi ya kuongea kuhusiana na mada yetu inayosema namna ya kukaa salama mtandaoni. Tutaangazia namna ya kutambua utapeli na ulaghai mtandaoni. Vitendo vya utapeli na ulaghai mitandaoni vinaongezeka sana nchini Tanzania, hasa kutokana na ongezeko la huduma za kifedha kwa simu na mitandao ya kijamii. Watu wengi wanapoteza pesa kwa sababu hawajui jinsi ya kutambua matangazo feki, ulaghai au matapeli wa mtandaoni. Leo tutajadili aina za utapeli unaoenea, dalili za kutambua na jinsi ya kujilinda. Koleta, umewahi kutapeliwa mtandaoni? Sijawahi kutapeliwa mtandaoni, lakini sasa tukaangazie aina za utapeli nchini Tanzania. Matapeli hutumia mbinu mbalimbali kuiba pesa au taarifa za watu binafsi. Sasa tukaangazie baadhi ya njia za kawaida ambazo wanapenda kutumia. Ya kwanza kabisa ni utapeli wa pesa kwa kutumia simu. Huduma za pesa kwa simu kama vile M-Pesa, Mixx by Yas, lakini pia Airtel Money na Halo Pesa, hizi ni njia rahisi sana kutumia, lakini pia ni shabaha kuu kwa matapeli. Sasa na hizi ni baadhi ya mbinu ambazo matapeli wa pesa kwa njia ya simu huzitumia. Cha kwanza ni ujumbe wa muamala wa kimakosa. Hapa tapeli atakutumia ujumbe uongo akidai amekutumia pesa kwako kwa bahati mbaya, lakini kisha atakupigia simu na kukuomba umrudishie pesa hizo, huku ukweli ni kwamba hakutuma pesa yoyote. Lakini kitu kingine ni simu feki kutoka kwa huduma kwa wateja. Unaweza kupigiwa simu na mtu anayejifanya mfanyakazi wa Vodacom, Yas au Airtel. Atakuomba pini yako au akuambie upige namba fulani ambayo itahamisha pesa zako kwake. Na aina nyingine ni utapeli wa bahati nasibu na promotion. Unapokea SMS ikisema umeshinda bahati nasibu au promotion na unatakiwa kutuma pesa ili kudai zawadi yako. Lakini kumbuka, kama hukushiriki huwezi kushinda. Beckham, umewahi kutumiwa ujumbe feki wa pesa, na baada ya kutumia ujumbe ule ulichukua hatua gani? Binafsi huwa napokea sana jumbe za tuma kwa namba hii, na baada ya kuzipokea huwa na ripoti utapeli kupitia namba 15040. Msikilizaji, tuambie, je, umewahi kutumia ujumbe wowote feki wa pesa, na baada ya kupokea ujumbe ule ulichukua hatua gani? Kama tulivyokujuza awali, leo Songa Kidigitali iko katika mtaa wa Burega ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, na hapa niko na baadhi ya wananchi ambao utapata nafasi ya kuwasikiliza vyema katika mada yetu ambayo inasema kukaa salama mtandaoni. Namuona Jafari, yes, lakini pia Monica yupo, David na wengine wengi utapata nafasi ya kuwasikia. Jafari, umewahi kupokea ujumbe feki wa pesa, na baada ya kupokea ulifanya nini hasa? Kama nilivyokwisha kujitambulisha awali, mimi nishawahi kupokea ujumbe feki kwamba pesa imeingia kimakosa, na baada ya ule ujumbe kuingia, kabla sijafungua nikapigiwa simu. Aliponipigia simu akaanza kuniambia, "Samahani bwana, unaitwa nani?" Nikamwambia fulani bin fulani. Baada hapo akaniambia, "Samahani, angalia kwenye simu yako kuna ujumbe." Na mimi kwa kweli nilikuwa na smartphone, nikakagua chapu, nikaingia pale, nikakuta SMS kweli mwamalo umesoma kama milioni 5 hivi. Alafu kiangalia maisha yalikuwa ni angama kweli, nikasema maisha si ndo haya. Baada ya hapo bwana, jamaa kaniambia, "Samahani bwana, naomba unifanyaje, unirudishie huo mwamala wako. Nimekosea." Jamaa akasema yeye ni watu kutoka wapi? Kutoka mtandao ile. Akaniambia, "Usikate bwana, hii simu wewe nenda kwa wakala nini pale hivi, alafu unirushie hiyo pesa." Nikamwambia basi haina shida, ngoja mimi niende kwa wakala hapa akurudishia pesa yako. Akaniambia ile usinirudishie yote. Wewe fanya tu unikatie kiasi fulani hivi na wewe ubaki nacho ili tufanye kama kusaidiana, sisi ni wanaume. Sasa nikaisema, pesa sio ya kwangu na mtu anataka kuniachia kivipi? Nikamwambia basi haina shida bana, ngoja mimi nilikuwa naelekea zangu mashineni.
nikishafika kwa wakala nitakwambia. Akaniambia sawa. Nikaiweka simu mfukoni, jamaa kagoma kukata simu. Nikikata anapiga, nikikata anapiga. Haikabidi na mimi niipokee, nikaiweka mfukoni. Nikaenda zangu mashineni, nikachukua huduma nilizokuwa nazitafuta, nikafanikisha, nikarudi. Jamaa bado ameng'ang'ania na simu. Lakini mimi jamaa nishamkumbuka, yani nishamaki kwamba au nitapeli. Akaniambia tuma kwenye hii namba, jina litakuja fulani bin fulani. Nikamwambia wewe unaitwa nani? Akaniambia jina. Nikamwambia mbona jina lipo tofauti? Akaona nichaanza kumsanukia, akaniambia dogo usiwaze sijui ni nini. Nikajua hapa tayari. Mimi nikaondoka, nikarudi hadi Mageto kule, nikakutana na washikaji zangu ambaye alikuwa mmoja anaitwa Mr. David, ambaye nikamwambia kuna 1 2 3 kuna mtu huyo hapa. Sasa tukaanza kumfanyia na drama sasa. Nikawaambia majamaa yeye act kama nani, kama yeye ni mawakala alafu mimi kama mteja. Tukaanza kumchezea na yeye game. Tukampeleka mpaka mwishoni alipokuja kusanuka kwamba madogo wamenisanukia. Hayo matusi ya nguoni. Baada hapo ndo tukakata simu, maisha mengine yakaendelea. Huyu ni Shaban, na mwingine ambaye amewahi ku experience kitu cha namna hiyo. Kwa majina naitwa Zefaniano Kishabani. Kama nilivyojitambulisha awali. Kwa kweli mimi changamoto kama ile pale nimewahi kuipitia kama mara 2 au mara 3 kama sikosei. Mara ya kwanza nimetumiwa SMS, nimeforwardiwa SMS ambayo ipo kimakosa kabisa. Ametuma mwamala ambao upo tofauti kabisa. Sasa baada ya kugundua kwamba kanitumia mwamala ambao haueleweki, niliingia kwa wakala. Kabla sijafika kwa wakala pale, sijampa maelekezo yote, nikampa simu angalia hapo mwamala ni sahihi au sio sahihi. Baada ya kudhibitisha akasema huu sio mwamala sahihi, sababu ni matapeli wanataka kuchezea nini akili yako. Nikamwambia sawa, of course. Unaona? Baada ya pale nikakaa naye chini, amenielekeza vitu baadhi ya vitu kuhusu mambo ya utapeli na nini, nimemuelewa. Baada ya hapo jamaa kanipigia simu, kaniambia dogo mbona ufiki kwa wakala? Nikamwambia ndo nipo naelekea kwa wakala. Nimefika kwa wakala pale ndo ameniambia kama nipigia simu. Baada ya kunipigia simu nimeweka loudspeaker ili kusudi asikie wakala na mimi pia. Baada ya pale nikamwambia wewe usinichezee akili yangu, mimi mwenyewe najua hayo mambo, nataka kunitapeli. Mimi mwenyewe nimeishi mjini, usije ukanifanya mimi kutoka kama mtu nimetoka kijijini na nini. Nikamuelekeza. Baada ya pale akaanza kunitusi. Unaona? Mwamala pili kimakosa nilitumiwa, ilikuwa siku kama Jumapili kama sikosei. Alinitumia. Baada ya kunitumia mwamala fake akasema mimi bin fani nimekosea mwamala. Naomba unitumie fedha urudishe, kuna baadhi ya pesa ambayo itabaki kwenye akaunti yako. Unaona? Akananiuliza kwamba kwenye akaunti yako kuna kiasi gani? Nikamwambia kuna 200,000. Baada ya kumwambia kwamba kuna 200,000, akasema sasa tuma hiyo pesa itakayobaki pale nitakuachia kwenye akaunti yako kwa ajili ya nini, ya usumbufu. Nikamwambia blaza hapana, usije ukanidhulumu. Nikamwambia blaza mimi mambo ya mtandao nayajua. Baada ya pale tena kanirudia. Baada ya kunipigia tena simu nikamwambia blaza sasa kilichopo mimi nishakubaini kwa nini tapeli, uwezo kaniingiza mkenge. Baadaye nikakata simu. Na siku hiyo nikaa imeisha. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao yetu kijamii @mainfm Tanzania. Aina nyingine ya utapeli ni pamoja na utapeli wa ajira na mikopo. Hapa watu wengi sana wanatafuta fursa za ajira na mikopo, na matapeli wanatumia njia hii kwa ajili ya kuwadanganya na kuwalaghai. Njia wanazozitumia ni pamoja na ofa za ajira bandia, ambapo unapokea ujumbe unaokuahidi kazi yenye malipo mazuri, lakini unatakiwa kwanza kulipa ada ya usajili kabla ya kuajiriwa. Na kwenye hili hakuna mwajiri halali anayekuomba ulipie kazi. Lakini utapeli mwingine ni utapeli wa mikopo, ambapo watu fulani wanadai kutoa mikopo rahisi na ya haraka, lakini wanakutaka ulipe ada ya usindikizaji kwanza. Ukishalipa wanapotea. Utapeli wa tafiti na zawadi za mtandaoni. Baadhi ya tovuti zinadai kuwa utalipwa kwa kujaza tafiti, lakini zinakuomba ujisajili kwa ada au utoe maelezo yako ya benki. Unachotakiwa kufanya ni kuwa makini. Kwa mfano, mwanamke mmoja jijini Dar es Salaam alipokea ujumbe wa nafasi ya kazi serikalini kupitia WhatsApp na akaambiwa alipie shilingi 50,000 kwa ajili ya usindikizaji. Baada ya kulipa, mtu huyo alimpotezea. Sasa kama kazi au mkopo inaonekana rahisi sana, kuna uwezekano mkubwa sana kuwa ni utapeli. Utapeli mwingine ni utapeli wa mahusiano mtandaoni. Sasa kupitia mitandao ya kijamii na program za kutafuta wapenzi, utapeli wa mahusiano umeongezeka sana. Hapa matapeli hujifanya kuwa wapenzi ili kuwaibia wahanga wao pesa.
Sasa wanachokifanya, wanajifanya ni matajiri au wanatoka nchi nyingine, lakini ghafla wanapata tatizo la kifedha. Kinachofuata sasa, wanakuomba pesa kwa ajili ya safari, matibabu au dharura nyingine. Cha kushtuka ni kwamba wanakataa kukutana ana kwa ana au kutoa simu za video. Kwa mfano, mwanaume mmoja Arusha alizungumza na mwanamke mtandaoni kwa miezi kadhaa. Alidai kumpenda, lakini baadaye akaomba shilingi 200,000 ya kusafiri kuja kumtembelea. Baada ya kutuma pesa, alitoweka. Unaweza kutuambia kwamba, je, umewahi kukutana na mtu mtandaoni aliyekuwa na nia ya kukutapeli? Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Sasa hebu tuangazie dalili za utapeli na jinsi ya kutambua. Matapeli hutumia mbinu zinazofanana, na dalili za kutambua ni pamoja na haraka isiyo ya kawaida. Hapa matapeli watakuhimiza ufanye maamuzi haraka pasipo kufikiria. Lakini kuomba taarifa zako binafsi, kuwa makini ikiwa mtu anakuomba PIN au neno siri au namba ya kitambulisho. Kitu kingine ni ofa nzuri kupita kiasi. Kama jambo linaonekana kuwa rahisi au lina faida kubwa isiyoeleweka, kuna uwezekano mkubwa sana ukawa ni utapeli. Kitu kingine ni matumizi mabaya ya lugha. Ujumbe mwingi wa utapeli huwa na makosa ya tahajia au hutumwa kutoka kwa namba zisizo rasmi. Kitu kingine pia, wanakwepa kukutana uso kwa uso. Ikiwa mtu anaomba pesa mtandaoni lakini hataki kukutana na wewe ana kwa ana, uwe mwangalifu na hilo. Sasa kumbuka ya kuwa biashara halali au kazi halisi haitakufanya uharakishe kutuma pesa. Baada ya kufahamu aina za utapeli na dalili zake, sasa hizi ni hatua za kuchukua au jinsi ya kujilinda pale tu unapobaini utapeli. Ukishuku ujumbe au simu ya utapeli, hakikisha unafanya yafuatayo. 1. Hakiki ujumbe. Ukipokea simu kuhusu ushindi wa pesa au promotion, piga simu kwa huduma kwa wateja rasmi kuthibitisha. Lakini pia usitoe taarifa za kibinafsi. Kwa mfano, mabenki, huduma za pesa kwa simu na kampuni kubwa hazitaomba pini, neno siri au OTP kwa simu. Na kingine, angalia akaunti rasmi mtandaoni. Matapeli hutengeneza kurasa feki. Hakikisha unaangalia akaunti zilizoidhinishwa. Na kitu kingine, unaweza kuomba ushauri kutoka kwa rafiki yako au familia kabla kutuma pesa au kushiriki taarifa zako. Hakikisha unajadili na mtu yule unayemwamini. Cha mwisho kabisa, ripoti utapeli. Kama unashuku utapeli, ripoti kwa mtoa huduma wako wa simu, polisi au mamlaka za uhalifu wa mtandaoni. Kwa mfano, ndani ya Tanzania, waendeshaji wa mitandao ya simu huruhusu wateja kuripoti ulaghai kupitia namba maalum. Sasa hakikisha unajua njia za kuripoti. Msikilizaji, ukiona ujumbe wa utapeli, hakikisha usiujibu. Badala yake, ripoti utapeli huo. Sasa kitu cha kuzingatia ni kuwa matapeli wanalenga kila mtu, lakini kwa kuwa makini unaweza kujilinda. Kagua taarifa, usifanye maamuzi ya haraka na chukua tahadhari mtandaoni. Sasa hebu tuulizane, je, umewahi kukaribia kutapeliwa? Ilikuwaje? Tushirikishe na tujifunze pamoja. Msikilizaji, kama tulivyokujuza awali, leo Songa Kidigitali iko katika mtaa wa Burega ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Na hapa niko na baadhi ya wananchi ambao utapata nafasi ya kuwasikiliza vyema katika mada yetu ambayo inasema kukaa salama mtandaoni. Beckham, kwa maswali haya, lazima uwe na story, na watu kweli wana story nyingi sana ambazo binafsi mimi nikianza na mimi nimewahi kutuma pesa kwa mtu ambaye sio sahihi. Nakumbuka ilikuwa ni miaka kama 2 iliyopita, nilimtumia mtu ambaye hakuwa sahihi, na lakini yule mtu alikuwa ni mwaminifu. Aliweza kunirudishia ile pesa. Sasa hapo mpaka ukutane na mtakatifu wa kukurudishia hiyo fedha. Okay. Lakini kila mmoja ana hadithi ya kusimulia, hasa kwenye upande wa kutuma fedha ukakosea muamala. Yaani unaweza ukakosea namba moja ukatuma fedha kwenda kwa mtu mwingine. Monica, una hadithi ya kutusimulia? Haikuwa kipindi kirefu sana, ilikuwa kama sikosei ni mwaka jana mwezi wa 7 mwishoni. Nilikuwa na hela kama 80 kwenye simu yangu. Okay. Natakiwa nikatoe. Nikaenda hapo hivi chini, hasa haraka ile ya kutoa, nikakosea namba. Ikawa imeenda sasa sehemu nyingine. Na huo muda sasa mimi
nataka nikakate tiketi nisafiri. Nikimwambia wakala nisaidie, wakala anasema mimi hapo sina cha kusema, nikufanyaje na kusaidia, kwa sababu hiyo hela tayari ishaenda kwa mtu mwingine. Hatujui jinsi ya kusema tutampata kwa urahisi. Kaka nikaenda mahali nikazima hela, nikasaidiwa kweli, nikagewa kiwango kile kilichokuwa nahitaji, nikagewa 80 mimi ili nifanyaje niweze kusafiri. Nikawapigia watu wa mtandaoni, wakaniambia nikae ndani ya siku 4 waweze kufanyaje, ndio hiyo hela itarudishwa kwenye akaunti yangu. Nikasafiri nikaenda hadi nilipofika ndani ya siku 4 kweli hela ikarudi. Kwa upande wangu mimi nakumbuka nilikuwa namtumia kaka yangu, alikuwa yani alikuwa katika hali kwa mgonjwa. Ili nimemtumia hela, kumbe nikawa nimemtumia jamaa mwingine. Baada ya kutambua kwamba nimekosea, na mnampigia simu kaka na niambia kwamba dogo, mbona hela sioni, mwamala sijaona. Nikawa nimempigia yule ambaye nimemtumia. Bahati nzuri alikuwa na hofu ya Mungu. Nikampigia yule jamaa afanya kitu kimoja, nirudishie 25,000 ibaki kwa hapo. Na kweli alifanya maelekezo, ndio mwelekeza, akamentumia 25,000 akabaki na 5,000 yake. Basi ndio ikawa imeisha. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Tukaangazia kuhusiana na jinsi ya kugundua habari isiyo sahihi na upotoshaji wa taarifa. Sasa hapa tutazungumzia kuhusu habari zisizo sahihi na upotoshaji wa taarifa, kitu kinachosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na WhatsApp. Watu wengi huamini na kushiriki taarifa za uongo bila kuthibitisha kama ni za kweli, jambo ambalo linaweza kusababisha hofu, kuchanganyikiwa na madhara. Mwisho wa mjadala huu utajua jinsi ya kugundua habari bandia na kujilinda kutokana na upotoshaji wa taarifa. Msikilizaji, unaweza kuanza kwa kuangalia chanzo cha habari. Je, ni cha kuaminika? Kabla ya kuamini au kushiriki habari yoyote, kila wakati angalia chanzo cha habari hiyo. Baadhi ya vyanzo vya habari ni vya kuaminika, lakini wakati mwingine husambaza taarifa za uongo. Sasa hizi hapa ni hatua za kuthibitisha chanzo hicho kama ni cha kweli au ni uongo. Kwanza, tafuta vituo vya habari rasmi kama magazeti, vituo vya television na redio kama BBC Swahili. Hivi vyanzo huwa ni vya kuaminika zaidi kuliko machapisho yasiyo rasmi kwenye Facebook au WhatsApp. Lakini pia angalia tovuti za serikali na zenye hati. Ikiwa habari inahusu sera za serikali, angalia tovuti rasmi au kurasa wa serikali wa kuaminika. Wakati mwingine kuwa macho na ujumbe wa kutojulikana. Ikiwa ujumbe haujielezi unatoka wapi, kuna uwezekano mkubwa ujumbe huo ni wa uongo. Kwa mfano, miezi michache iliyopita, ujumbe bandia ulidai kwamba serikali inatoa pesa za bure kwa Tanzania wote kupitia huduma za pesa za simu. Watu wengi walijikuta wakidanganywa. Ikiwa wangeangalia vyanzo rasmi, wangejua kwamba ilikuwa ni uongo mtupu. Msikilizaji, unaweza kutuambia huwa unakagua mara ngapi chanzo kabla kushiriki habari? Kama tulivyokujuza awali, leo Songa Kidigitali iko katika mtaa wa Burega ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Na hapa niko na baadhi ya wananchi ambao utapata nafasi ya kuwasikiliza vyema. Sasa kabla tujienda kumsikiliza Zuena Beckham, naomba utuambie sasa wewe kwanza, ni mara ngapi huwa unakagua chanzo kabla kushiriki habari? Kwanza mimi huwa ni mzito wa kushiriki taarifa mbalimbali. Kwa hiyo nadhani hii huwa inanisaidia kwenye kukagua taarifa kabla sijazishiriki. Sawa, kwako Zuena? Mimi nikikutana na hizi taarifa mara nyingi huwa narudia kuisoma. Nikiwa nimeona kama haina umuhimu au ina changamoto ndani yake, huwa naachana nayo. Asante Zuena. Mwingine? Asante. Kwa majina naitwa David Alois. Mimi ni mtumiaji mzuri sana wa mitandao. Kwa hiyo hivi vitu huwa vinanikuta sana. Unaweza kukuta mtu ameku DM WhatsApp, anakutumia labda link, anakuambia kuna kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilishia kutokea juzi kati, inaonekana kabisa
ni Nandi kabisa na chat naye kwamba natoa kazi supermarket na supermarket yangu na hivyo. Sasa inanibidi nitoe hela ya form, kujaza form kwa ajili ya kupata kazi. Kwa hiyo nilitumia link, lakini ukibonyeza ile link ni kama inakufanya utoe password za email na vitu kama hivyo. Kwa mimi niliachana nayo kwa sababu najua ukiwa na account zako kwenye mitandao ni lazima uwe makini katika kutoa hizo pin na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huwa nipo makini sana kwenye mambo ya mitandao. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Namna nyingine ya kugundua habari isiyo sahihi na upotoshaji wa taarifa mtandaoni, thibitisha habari. Je, vyanzo vingine vinasema vitu kama hivyo? Kwa sababu mtu mmoja au kurasa mmoja unashiriki habari, haimaanishi kuwa ni kweli. Kila wakati linganisha na vyanzo vingine. Sasa jinsi ya kuthibitisha habari: tafuta mtandaoni, andika kichwa cha habari kwenye Google na uone kama vyanzo vingine vya kuaminika vinaripoti habari kama hiyo. Lakini pia angalia vituo vingi vya habari. Ikiwa ukurasa mmoja usiojulikana unaripoti kitu na vituo vikuu vya habari havionyeshi habari hiyo, basi kuna uwezekano mkubwa ni habari bandia. Lakini pia tafuta mashirika ya kuthibitisha ukweli, kwa maana ya tovuti kama PesaCheck na AfricaCheck zinathibitisha habari bandia na udanganyifu Tanzania. Sasa je, umewahi kushiriki habari kisha kugundua kuwa ilikuwa ya uongo, na ulijisikiaje? Kitu kingine ni kufikiri kwa umakini sana, kuwa na uthibitisho kabla ya kuamini kitu chochote kile. Habari bandia mara nyingi huchezwa na hisia kwa kufanya hadithi kuonekana za dharura, kushangaza au zisizoaminiwa. Hakikisha unajifunza kuuliza maswali kabla ya kuamini. Sasa tutazame dalili za habari ambazo huwa sio za ukweli kabisa. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kukutana nacho ni kichwa cha habari ambacho ni cha kuvutia sana. Ikiwa kichwa cha habari kinasema kushangaza au hayo hayatoki kwa uaminifu, kuwa mwangalifu. Huenda kimeundwa ili kuvuta umakini, si kutoa ukweli. Inasababisha hofu au huzuni. Habari bandia mara nyingi husema kitu kibaya kitakachotokea hivi karibuni ili kuwafanya watu kuwa na wasiwasi. Lakini pia hakuna ushahidi au nukuu. Habari halisi inajumuisha ukweli, vyanzo na maoni ya wataalamu. Ikiwa hadithi inasema tu watu wengi wanasema, hiyo sio ya kweli na wala si ya kuaminika. Tutazame huu mfano. Kanda ya sauti ilienea kwenye WhatsApp ikidai kwamba mlipuko wa ugonjwa umeripotiwa na kuua mamia ya watu usiku mmoja. Watu walijawa na hofu, lakini walipowasiliana na wataalamu wa afya walithibitisha kwamba ilikuwa habari bandia. Msikilizaji, ikiwa habari inakusababisha kushangaa sana au kuhuzunisha au hasira, pumzika na angalia kabla ya kushiriki. Njia nyingine ya kugundua habari isiyo sahihi na upotoshaji wa taarifa mitandaoni ni mifano ya kidigitali. Hapa ni jinsi habari bandia inavyoathiri jamii zetu. Habari bandia inaweza kuwa na madhara makubwa sana. Mosi, inasababisha hofu isiyo ya lazima. Ripoti nyingi za uongo kuhusu uhaba wa chakula au migogoro huwashawishi watu kununua bidhaa kwa wingi na kusababisha bei za vitu kupanda. Lakini pia inaharibu sifa. Mtu au biashara inaweza kutuhumiwa visivyo kwa jambo ambalo hawajalifanya na kuharibu picha yao. Kitu kingine, inasababisha ghasia au migogoro. Katika baadhi ya matukio, habari bandia imesababisha mapigano, maandamano au maelewano mabaya. Kwa mfano, taarifa za kugushi zilienea kuwa chapa fulani ya chakula ilikuwa imechafuliwa. Watu wengi walikataa kununua na kusababisha hasara kwa biashara, na baadaye mamlaka kuthibitisha kwamba ilikuwa habari ya uongo. Sasa je, umewahi kuamini habari bandia na ilikuwaje? Sasa hapa kwenye habari bandia, hebu tuanze na David halafu Steve utamalizia. David, umewahi kuamini habari bandia na ilikuwaje pengine baada ya hapo? Mimi nakumbuka ilitokea taarifa kwamba mama yangu mwenyewe amefariki. Kwa hiyo sikukurupuka wala kuanza kupata huzuni, ila nilianza kuuliza kwa wale wa karibu, sababu nilikuwa nipo mbali na mama. Kwa hiyo nikauliza, mbona ipo sawa? Kwa taarifa njia pekee ninayofanya ni kuuliza kwanza wale wa karibu. Je, wana uhakika na hichi nilichokisikia au vipi? Kwa jina naitwa Steven Sebastian, kama wale walivyojitambulisha. Nishawahi kupata taarifa
kuhusiana na mwanafunzi mwenzetu wa chuoni kwamba amefariki. Ni mwaka jana amehitimu diploma. Kwenye group WhatsApp imepostiwa kwamba amefariki. Ile taarifa nimepata kujaribu kuuliza marafiki zangu. Na wenyewe wanasema kwamba hiyo SMS umeipata, hiyo taarifa umeipata. Kwa nikaamua kutulia kabla sijashare kwa watu wengine, nikaamua kutulia kwanza. Maana ile taarifa nilipata usiku, kama kutulia kuja kufikia kesho. Kwamba kutakuwa na nini kwenye group unazungumza nini. Kuja kufika kesho mida ya mchana imesadikika kwamba ile taarifa sio kweli na yule mtu yupo hai, hajafariki. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677 000009 au kupitia mitandao ya kijamii @mainfm Tanzania. Msikilizaji, unaweza kuzuia habari bandia kabla haijasambaa. Kabla ya kushiriki kitu chochote mtandaoni, hakikisha unafuata hatua 3 hizi muhimu. Cha kwanza kabisa, subiri. Usishiriki habari mara baada ya kuipata. Lakini pia fikiria. Uliza, habari hii inatoka wapi na je, imethibitishwa? Na kitu kingine cha mwisho, angalia. Tafuta vyanzo vya kuaminika kabla ya kuamua kama ni kweli. Kwa kuwa na uwajibikaji kwa kile tunachosoma na kushiriki, tunaweza kujilinda na jamii yetu kutokana na hatari za habari bandia. Msikilizaji, unaweza kutuambia ni hatua gani ambayo unachukua kabla ya kushiriki habari? Sasa hebu tuangazie kulinda taarifa binafsi mtandaoni, ambapo watu wengi nchini Tanzania hutumia mtandao kila siku, lakini si kila mmoja anaelewa hatari ya kushiriki taarifa binafsi mtandaoni. Wadanganyifu, wavamizi wa mitandao na hata wageni wanaweza kutumia taarifa zako kuteka pesa, kufanya udanganyifu au kuvunja faragha yako. Leo tutazungumzia jinsi ya kulinda taarifa zako binafsi mtandaoni na kujilinda. Kitu cha kwanza, zingatia usalama wa taarifa binafsi. Sasa hapa ni nini unapaswa kuhifadhi binafsi? Sio kila kitu kinapaswa kushirikiwa mtandaoni. Baadhi ya taarifa, ikiwa zitavuja, zinaweza kukuweka kwenye hatari ya udanganyifu, wizi wa utambulisho au hata ulaghai. Kamwe usishiriki taarifa hizi binafsi hadharani. Kuna taarifa za muhimu na za msingi sana ambazo kamwe hupaswi kushiriki hadharani. Namba ya kitambulisho cha taifa, passport au leseni ya udereva. Wadanganyifu wanaweza kuzitumia hizi kufanya udanganyifu. Lakini nambari ya simu na anwani ya nyumbani, hizi zinaweza kutumika kwa udanganyifu, ulaghai au hata vitisho vya kimwili. Lakini kitu kingine, taarifa za benki au pini za pesa za simu. Ikiwa zitapokwa, mtu anaweza kutoa pesa zako. Kitu kingine ni mahali pa kazi au shule. Kuweka hadharani unapoenda kila siku kunaweza kukufanya kuwa shabaha kwa wahalifu. Taarifa za familia binafsi, kuwa makini na kushiriki habari kuhusu watoto au ndugu zako. Kwa mfano, mwanamke mmoja jijini Arusha alishiriki nambari yake ya simu kwenye kundi la Facebook la hadharani. Baadaye alianza kupokea ujumbe wa ulaghai na simu za bandia kutoka kwa watu wasiojulikana wakiomba pesa. Sasa je, umewahi kupokea simu au ujumbe wa ajabu kutoka kwa mtu ambaye hukujua na alikuwa anasemaje? Sasa hili la kupokea simu ya mtu ambaye humfahamu si geni kabisa, Beckham. Hili si geni kabisa. Jumbe ziko za watu tofauti tofauti. Kuna jumbe za baba mwenye nyumba, kuna jumbe za mdeni wako, na jumbe za watu tofauti tofauti. Ndio maana unaona hapa shuhuda ni nyingi sana. Kwa majina anaitwa Monica Michael. Mimi nilitumia SMS. Yaani nahisi alikuwa ni mama. Huyo mama sasa sijui mume alikuwa ameondoka au amekorofishana. Akanitumia SMS. Mume wangu halali kwangu sijui nini, analala kwako ana wiki. Nikamtumia SMS, samahani naomba unipigie. Baada ya kupiga hakuniuliza chochote. Alivyopiga tu akaanza kunitukana. Nikamwambia mama, samahani ulikuwa unamtafuta nani? Ananiambia mimi namtafuta Sharifa. Sharifa wapi? Anaanza kuniambia kwani upo wapi? Nikamwambia mimi sasa hivi nipo Kigoma. Basi mdogo wangu nisamee, mimi nimekosea. Mimi kuna mtu ananichanganya, amemchukua mume wangu. Mimi nikamwambia basi tafuta tu njia nyingine ya kufanya, ila umekosea namba. Basi kaa tu hivi. Asante. Mwingine? Asante. Kama nilivyokwisha kujitambulisha awali, kwa majina yangu naitwa Jafari Jumanne Shabani. Mimi maana kipindi nimemaliza form 4 I think so.
Form 4 pale ndipo nimeanza maisha mtaani kidogo. Nimeanza kutumia simu sasa. Sasa kuna siku nimekaa zangu nikatulia mida nahisi ilikuwa mida saa 3 ya usiku hivi. Ikaingia SMS. Kesho asubuhi na mapema unahitajika wapi kituoni kwa yale uliyofanya jana. Mimi of course nilipagawa nilitamani hadi kuvunja ile simu kabisa. Sasa nikasema ni mambo gani jana mimi nilikuwa zangu uwanjani nimefanyaje? Yaani na confusement. Nikatulia kidogo ile namba ikukawia ikanipigia. Cha kufanya nikaizima ile simu nikaitoa na betri kabisa alafu nikaiweka simu maisha mengine yakaendelea. Baada ya siku 2 ndo nikaja nikaiwasha ile simu. Mambo yakawa yameisha hapo. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677000009 au kupitia mitandao ya kijamii @mainfm Tanzania. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Tukaangazia kuhusiana na ulinzi wa nenosiri. Hapa tutajifunza jinsi ya kulinda akaunti zako. Nenosiri lako ni ufunguo za akaunti zako mtandaoni, na ikiwa mtu ataliiba, anaweza kufikia mitandao yako ya kijamii, pesa za simu au akaunti za benki. Sasa hivi ni vidokezo vya kutengeneza nenosiri imara. Kitu cha kwanza, tumia mchanganyiko wa herufi, namba na alama. Kwa mfano, badala ya 1 2 3 4 5 6 unaweza kutumia kitu kama T, alama ya @NZ4 alafu kamalizia na nia #2024. Lakini pia epuka kutumia taarifa za kibinafsi. Usitumie jina lako, siku ya kuzaliwa au namba ya simu kama nenosiri. Unaweza kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti tofauti. Ikiwa nenosiri moja litaibiwa, akaunti zingine zitabaki salama. Pia unaweza kubadilisha nenosiri lako mara kwa mara. Kila miezi michache, sasisha nenosiri lako ili kupunguza hatari. Cha mwisho, fikiria kutumia meneja wa nenosiri. Program kama Google Password Manager husaidia kuhifadhi na kutengeneza nenosiri lililo imara. Tuangazie mfano huu hapa. Mjasiriamali mmoja jijini Dar es Salaam alitumia nenosiri moja kwa barua pepe, Facebook na benki ya simu. Wavamizi walipofanikiwa kuingia kwenye Facebook yake, walifaidi pia akaunti yake ya barua pepe na ya benki wakiiba pesa. Usitumie nenosiri moja kwa kila kitu. Tuulizane, je, unatumia nenosiri moja kwa kila kitu? Sasa ikiwa ni ndio, ni wakati wako wa kubadilisha. Hatua nyingine ya namna ya kulinda taarifa zako binafsi mtandaoni ni uthibitishaji wa hatua mbili, yani two-factor authentication. Usalama zaidi kwa akaunti zako, na hapa uthibitishaji wa hatua mbili kwa maana ya two-factor authentication unaongeza usalama kwa kuhitaji msimbo wa pili kabla ya kuingia. Hata kama wavamizi watapata nenosiri lako, hawawezi kuingia bila msimbo huu wa pili. Sasa ni jinsi gani unaweza kuthibitisha hatua hizi mbili? Namba 1 ni nenda kwenye mipangilio ya akaunti yako kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail au program za benki. Lakini namba 2, tafuta usalama au uthibitishaji wa hatua mbili. Namba 3 ni kuwasha na kuunganisha na nambari yako ya simu au barua pepe. Namba 4, kila wakati unapoingia utapata msimbo wa usalama kupitia SMS au barua pepe kuthibitisha kuwa ni wewe. Kwa mfano, mvulana mmoja jijini Mwanza, akaunti yake ya Facebook ilidukuliwa, lakini kwa sababu alikuwa na two-factor authentication, mdukuzi hakuwa na uwezo wa kuingia bila msimbo wake wa usalama. Hata kama mtu atapata nenosiri lako, lakini two-factor authentication itawazuia kuingia kwenye akaunti yako. Namna nyingine ni kushiriki kwa busara. Sasa hapa unafikiria kabla ya kuweka kitu. Watu wengi hushiriki taarifa binafsi mtandaoni bila kujua hatari zinazohusiana. Wavamizi wa mitandao, wadanganyifu na hata wezi hutafuta taarifa zinazoweza kutumika dhidi yako. Tukaangazia ni namna gani unaweza kushiriki habari kwa usalama mtandaoni. Kitu cha kwanza, fikiria kabla ya kuweka kitu. Unaweza kuuliza, je, hili ni jambo ambalo linapaswa kuwa la hadharani? Kama sio, usiweke. Lakini pia dhibiti nani anayeona machapisho yako.
tumia mipangilio ya faragha kudhibiti nani anayeweza kuona taarifa zako. Lakini pia kuwa makini na tafiti mtandaoni au zawadi. Baadhi hutoa maswali ya kibinafsi mengi na inaweza kuwa ya udanganyifu. Usishiriki maeneo halisi. Ikiwa unachapisha kwamba uko unatembea, wezi wanaweza kulenga nyumba yako. Lakini pia kuwa makini kwenye vikundi vya WhatsApp na maoni ya Facebook. Wadanganyifu hutafuta waathirika kwenye majadiliano ya hadharani. Sikiliza huu mfano. Mjasiriamali mmoja alichapisha mitandaoni kwamba alikuwa anasafiri kwa wiki. Wezi waliona hili na kuvunja nyumba yake, wakijua kuwa hakuwa nyumbani. Kuwa makini na unachoweka mtandaoni. Unaweza kutuambia, je, umewahi kushiriki jambo mtandaoni na baadaye ukajuta? Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Sasa taarifa zako binafsi ni muhimu. Linda usalama wake kabla ya kushiriki chochote mtandaoni. Unapaswa kujiuliza, je, ningekubaliana ikiwa mgeni angeona hili? Je, taarifa hii inaweza kutumika kunidanganya? Lakini je, natumia mipangilio imara ya usalama? Kwa kufuata hatua hizi, utaweza kufurahia mtandao kwa usalama huku ukilinda taarifa zako binafsi. Sasa hebu tueleze, ni jambo gani moja utakalofanya hii leo ili kuboresha faragha yako mtandaoni? Sasa moja hapa tuanze kuelezana ni jambo gani leo utafanya ili kuweza kuboresha faragha yako mtandaoni. Kitu ambacho nitakifanya kwa kuwa nimepata elimu sahihi, nitakuwa nafanya uangalizi wa miamala yangu, kukagua taarifa za kibenki kwenye akaunti yangu. Asante. Mwingine? Kingine ambacho nitaangalia kwamba namba zangu au namba za vitu vyangu, akaunti yangu ya siri takuwa kufanya kama siri yangu. Sitokuwa naamini eti kwa kuwa ni rafiki yangu basi tushare naye namba ya siri. Hapana. Asante. Kwa maana namba yake ya siri inabaki kuwa ni namba yake ya siri, ndio maana tunasema ni namba ya siri. Mimi ambacho nimejifunza kwa leo ni kuhakiki mara kwa mara namba zangu za siri na kutomwamini mtu kumwagiza maybe akatoe pesa. Siwezi muamini, sababu nikishamwambia namba yangu ya siri au neno langu la siri na hisi atakanalo kichwani. Siku hata kama nimetumia muamala, simu yangu imechachaji, anaweza akachukua ile simu na kuforward muamala kwenye namba yake. Sasa kitu ambacho hakipendezi kabisa. Asante. Mimi kitu kingine ambacho nimejifunza kwa upande wangu, kwanza nitakuwa msiri kwenye vitu ambavyo vya siri. Pia nitatoa elimu kwa watu wengine. Mimi bila kusahau kuna pointi moja umetuambia kwamba ile wifi za kitonga zile za public. Kwa hiyo bwana, nashauri ndugu zangu wale wazee VPN. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuepuka mitandao kama hiyo, kuepuka hizo free wifi ili jaribu kuboresha mifumo yetu. Devi hapa anamalizia. Bana, sisi tumekaririshwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Sasa mimi na mimi tumefunguka. Kwa hiyo kupitia hili tutajifunza hasa kwenye upande wa password, hizo wifi za vitonga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumejifunza tu. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677000009 au kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania. Namna nyingine ya kukaa salama mtandaoni ni kuwa na mipangilio ya faragha kwenye mitandao yako ya kijamii. Watu wengi hupenda kutumia mitandao ya kijamii, lakini si kila mtu anajua jinsi ya kulinda faragha yao. Ikiwa hutabadilisha mipangilio yako ipasavyo, wageni, wadanganyifu na hata wavamizi wa mitandao wanaweza kuona machapisho yako na taarifa binafsi. Sasa leo tutakuongoza jinsi ya kuweka mipangilio ya faragha kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram na katika majukwaa mengine. Kitu cha kwanza, tutajifunza kuhusiana na mwongozo wa hatua kwa hatua, jinsi ya kubadilisha mipangilio au setting ya faragha kwenye mitandao yako ya kijamii. Kila jukwaa la kijamii linawawezesha watumiaji kudhibiti nani anayeweza kuona machapisho yao, taarifa za profile na maelezo ya mawasiliano. Hapa ni jinsi ya kubadilisha mipangilio ya faragha kwenye majukwaa yanayotumika zaidi Tanzania. Tuangazie mipangilio ya faragha ya Facebook. Kitu cha kwanza, nenda kwenye mipangilio au faragha, bonyeza mipangilio. Namba 2, bonyeza faragha au privacy na kisha badilisha mipangilio kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza, nani anaweza kuona machapisho yako? Weka marafiki badala ya hadharani.
Lakini nani anaweza kukutumia maombi ya urafiki? Chagua marafiki wa marafiki ili kupunguza wageni. Lakini pia, nani anaweza kukuangalia kwa kutumia namba yako ya simu au barua pepe? Weka marafiki au mimi pekee. Namba 3, weka namna ya kufungia profile. Kipengele hiki kinazuia wasiokuwa marafiki kuona machapisho yako na picha zako. Kwa mfano, mwanamke mmoja jijini Dar es Salaam alikuwa akipokea ujumbe kutoka kwa watu wasiojulikana. Baada ya kubadilisha mipangilio yake kuwa marafiki pekee, ujumbe uliacha kutumwa. Msikilizaji, unaweza kutuambia, je, ulijua kuwa unaweza kufunga profile yako ya Facebook ili kuepuka wageni kuona picha zako? Sasa hebu tutazame namna ya kudhibiti ni nani anaweza kuona posti zako. Watu wengi wanashirikisha taarifa za binafsi na wageni kwa bahati mbaya kwa sababu hawadhibiti anayeona posti zao. Jinsi ya kupunguza watazamaji wako kwenye mtandao ya kijamii. Na sasa tuanze kwa kuangazia mtandao wa Facebook. Wakati unapochapisha, bonyeza mchaguzi wa hadhira kwa maana ya icon ya globe na chagua marafiki. Marafiki zako pekee ndio wataona posti hiyo. Lakini mimi pekee, hakuna mwingine atakayeweza kuona posti hiyo isipokuwa wewe pekee. Maelezo ya kijalizo, hapa unashiriki na watu walioteuliwa tu. Kwa upande wa Instagram, chapisha kwa marafiki wa karibu ikiwa maudhui ni ya kibinafsi. Lakini kwa upande wa WhatsApp, tumia faragha ya hadithi kuficha masasisho kutoka kwa baadhi ya watu. Mfano, msichana mmoja alichapisha kuhusu kusafiri kwa wiki moja. Wezi waliona posti hiyo na wakaivamia nyumba yake. Kuwa makini unachoshiriki hadharani. Sasa je, umewahi kuchapisha kitu na baadaye kukiona na kutamani usingekiweka? Lakini kitu kingine, hakikisha unakagua mara kwa mara mipangilio ya faragha. Mitandao ya kijamii mara nyingi huboresha mipangilio yao. Hivyo, mipangilio yako ya faragha inaweza kubadilika bila wewe kujua. Na sasa tuangazie namna ya kudumisha faragha yako ambayo iko imara. Kwanza, angalia mipangilio kila miezi mitatu. Kampuni za mitandao ya kijamii wakati mwingine huweka upya au kutambulisha chaguzi mpya. Ondoa program za zamani zinazohusiana na akaunti zako. Baadhi ya program zinapata ufikiaji kwenye Facebook, Instagram au Gmail na zinaweza kuwa zinachukua taarifa zako. Kitu kingine, unaweza kujitolea au kukizuia watu pale wanaposhuku. Ikiwa mtu anakusumbua, usisite kumtoa. Lakini pia angalia vifaa vinavyohusishwa na akaunti yako. Ikiwa unaona kifaa kisichojulikana, kitoe mara moja. Kwa mfano, mtu mmoja aligundua kuwa mtu mwingine alikuwa akitumia akaunti yake ya Facebook bila ruhusa. Baada ya kukagua shughuli za kuingia, aligundua kuwa akaunti yake ilifikiwa kutoka nchi nyingine. Msikilizaji, ni lini mara ya mwisho ulikagua mipangilio yako ya faragha? Ikiwa imepitwa na muda, fanya hivyo leo. Mipangilio ya faragha inakulinda dhidi ya wahusika wa udukuzi, matapeli na wageni wasiokubalika. Chukua dakika chache leo kurekebisha mipangilio yako na uwe salama mtandaoni. Sasa hebu shiriki nasi, ni mabadiliko gani utakayofanya leo kuboresha faragha yako mtandaoni? Tukaangazie namna ya kufanya miamala salama ya mtandao. Watu wengi Tanzania hutumia pesa za simu, benki mtandaoni na manunuzi ya mtandaoni, lakini si kila mtu anajua jinsi ya kuwa salama pale wanapofanya miamala ya kidijitali. Fahamu kwamba matapeli na wahalifu wanatafuta kila wakati njia za kuiba pesa. Sasa leo tutazungumzia jinsi ya kujilinda pale unapotumia pesa za simu, benki mtandaoni na kununua mtandaoni. Kwanza tukaangazie namna ya kutumia pesa za simu kwa usalama. Huduma za pesa za simu kama vile M-Pesa, Mixx by Yas, Airtel Money na Halo Pesa zimeifanya maisha kuwa rahisi. Lakini pia zinakuja na hatari kubwa. Watu wengi wamepoteza pesa kutokana na udanganyifu wa matapeli au makosa yao wenyewe. Sasa unawezaje kutuma pesa za simu kwa usalama? Kitu cha kwanza, thibitisha maelezo ya mpokeaji kabla ya kutuma pesa. Daima hakiki namba ya simu na jina kabla kutuma pesa. Lakini pia kuwa na tahadhari na maombi yasiyohitajika ya uhamisho. Ikiwa mtu anakuambia au kukutumia ujumbe akitaka pesa, hata kama anadai kuwa ni jamaa yako, thibitisha naye binafsi. Lakini pia usishiriki pini yako na mtu yoyote. Pini yako ni ya kibinafsi. Hata huduma kwa wateja haitakuuliza.
Weka nambari ya pini au alama za vidole kwa simu yako. Ikiwa mtu atapata simu yako, hatoweza kufikia akaunti yako ya pesa za simu. Na mwisho, jua jinsi ya kurejesha muamala uliofanyika kwa makosa. Kila mtandao wa simu una njia rasmi ya kuripoti malipo ya makosa. Kwa mfano, mtu mmoja huko Mwanza alituma shilingi 50,000 kwa namba isiyo sahihi. Kwa bahati nzuri, aliripoti mara moja kwa kutumia mchakato rasmi wa kurudisha pesa kwa mtandao wa simu, na pesa zake zilirejeshwa. Unaweza kutuambia, je, umewahi kutuma pesa kwa mtu asiyekuwa sahihi? Tusimlie, ilikuwaje? Namna nyingine ni mbinu bora za benki mtandaoni, na hapa benki nyingi Tanzania sasa hutoa huduma za benki mtandaoni na za simu, lakini ikiwa hazijatumiwa ipasavyo, wahalifu wanaweza kuiba pesa zako. Jinsi ya kudumisha usalama wa benki yako mtandaoni. Mosi, tumia nywila na pini zenye nguvu. Usitumie nywila rahisi kama 1, 2, 3, 4, 5, 6 au mwaka wako wa kuzaliwa. Lakini pili, washa uthibitisho wa hatua 2 kwa maana ya two-factor authentication, na hii inatoa hatua ya ziada ya kuingia na kufanya iwe vigumu kwa wahalifu kufikia akaunti yako. Na tatu, epuka wifi za umma kwa benki. Wahalifu wanaweza kuiba taarifa zako za benki ikiwa utaingia kupitia wifi isiyo salama. Na 4, angalia mara kwa mara akaunti yako kwa shughuli za kushangaza. Ikiwa utaona miamala usiyoijua, ripoti kwa benki yako mara moja. Na 5, daima jifungie baada ya kutumia benki mtandaoni. Ikiwa utaendelea kuwa umeingia kwenye kifaa kinachoshirikishwa au cha umma, mtu mwingine anaweza kufikia akaunti yako. Mfano, mwanamke mmoja aliingia kwenye akaunti yake ya benki kwa kutumia wifi bure kwenye kafe. Kesho yake akaunti yake ilikuwa na kutoa pesa zisizojulikana kwa sababu wahalifu waliziiba taarifa zake. Kamwe usifanye benki mtandaoni kwenye wifi ya umma. Sasa hebu tuulizane, je, unakagua mara ngapi taarifa zako za benki? Koleta, tuanzie kwako. Huwa unakagua mara ngapi taarifa zako za kibenki? Kiukweli na kutoka moyoni mpaka nione ile message ile ya muamala umepokea kiasi fulani. Mshahara huo. Mshahara. Ndio hapo nitaangalia pia na miamala yangu iliyopita ya mwezi uliopita, mpaka sasa hivi na kiasi gani cha pesa kwenye account. Hivyo ninavyokagua account yangu. Kwa hiyo kiufupi wewe unakagua mwezi kwa mwezi. Mwezi kwa mwezi. Tuanzie hapo. David, unakagua mara ngapi taarifa zako za kibenki? Kusema kweli, kwanza sina muda mrefu tangu nimefungua account ya benki, kwa hiyo sina experience. Wiki inaweza ikapita hujakagua. Yeah. Okay, fine. Unakagua mara ngapi? Mimi nakagua mara 2 kwa mwezi. Mara 2 kwa mwezi. Ndio. Ukweli sio mpenzi sana kukagua. Yaani ikitokea kukagua labda nataka kuunga. Mimi sina muda mrefu sana tangu nimefungua account yenyewe. Okay. So wiki inaweza ikapita hujakagua? Wiki inapita. Hujakagua. Okay. Mimi ni mzoefu. Kama kuna mara moja niliwahi kuibiwa. Mtu aliangalia nani namba yangu ya siri. Baadaye akaniambia naomba simu yako. Baadaye nakuja kukagua na unaila iko pungufu, ndo nikaamua kupiga 100, ndo akaniambia mtu fulani ndo afanya amekuibia. Kwa hiyo nikawa makini, hata namba ya siri nikabadili. Kwa upande wangu mimi kufuatilia taarifa za kibenki ni hapana. Tangia nimefungua account sijaifuatilia. Sawa. Kwangu mimi hapa waga sifuatiliagi mara kwa mara. Muda wote naweza kufuatilia, nikisikia nifuatilie, lakini sina muda maalum kusema kwamba je tulikimbia. Okay. Mimi bwana, ukiangalia kama akaunti zangu za benki nimezilink na simu yangu. Kwa hiyo kila muda tu nikiamua kuwasha tu ile inaenda niambi mkononi au sim banking, unaangalia tu miamala kama ipo, pesa ipo, ni all the time tu ipo. Na sasa tukaangazie jinsi ya kununua salama mtandaoni. Watu wengi Tanzania sasa wananunua bidhaa mtandaoni kutoka kwa majukwaa kama Jumia, biashara za Instagram na Facebook Marketplace. Lakini sasa sio wauzaji wote ni wa kuaminika. Wengine wanalipa bidhaa ambazo hazifikii. Na hivi ni vidokezo vya manunuzi salama mtandaoni. Cha kwanza, nunua kwenye tovuti zinazoaminika. Nunua kutoka kwa majukwaa maarufu au wauzaji wenye maoni mazuri. Na pili, angalia HTTPS kwenye URL. Ikiwa tovuti inaanza na HTTPS ni salama, ikiwa inaonyesha HTTP tu iepuke. Na tatu, angalia maoni na tathmini. Soma wanachosema wanunuzi wengine kuhusu bidhaa na mtoa huduma.
Lakini pia epuka ofa zinazoshangaza kuwa ni za kweli. Ikiwa simu mara kwa mara inauzwa shilingi 500,000 lakini mtu anauza kwa shilingi 1,500,000, inaweza kuwa ni udanganyifu. Na mwisho, tumia malipo ya fedha kwa utoaji au njia salama za malipo. Epuka kutuma pesa kabla hujapata bidhaa. Kwa mfano, mtu mmoja aliagiza viatu kutoka Facebook na kulipa kabla ya utoaji. Mtoa huduma alitoweka na hakupokea viatu vyake. Sasa daima hakiki mtoa huduma kabla ya kufanya malipo. Msikilizaji, unaweza kutuambia, je, umewahi kudanganywa wakati wa kununua mtandaoni, au mtu yoyote unayemjua amewahi kufanyiwa vile? Tueleze, ilikuwaje? Yani rafiki yangu kabisa aliagiza kitu mtandaoni na alitapeliwa kwa hela. Ni kweli aliletewa aliagiza simu, inaonekana ni iPhone kabisa, lakini ni iPhone Android. Yani iPhone muonekano wa nje, ukiwasha ni... Mimi nishaye kushuhudia kwa baba mdogo wangu aliagiza, kuna wale watu wa matangazo ya biashara mtandaoni, walikuwa wanatangaza kuhusu TV na nini. Sasa akawa ameagiza TV inchi 25. Ndio. Akawa ametuma pesa. Baada ya kutuma pesa, kasubiri wiki ya kwanza apate mzigo, ya pili apate mzigo. Nikamwambia mjomba, tayari ushapeli. Sasa ile pale. Mimi pia ndugu yangu aliwahi kuambia alikutumiwa picha ya shule. Akaambia bana, umechaguliwa shule fulani na unatakiwa ulipe kiasi fulani cha ada, na kabla hujafika utaanza ulipe ada kiasi fulani ndio ufike. Kwa hiyo mzee hata kuangaika kuulizia kwamba afa amechaguliwa maeneo ya mbali Iringa na anatoka sehemu za kukuza Dodoma huko. Sasa akaona bana, mtoto wangu amechaguliwa shule tena ni chuo, amepigwa sema tena wanavaa vizuri. Akaona atume ada. Alipotuma ada akaongea na huyo mtu akamwambia hivi, mimi nitampokea kwa hata usiangalie kuja na mzazi. Akaenda akamwandaa mtoto wake, akaenda akampeleka hadi shule. Kafika shule, kafika tu stendi, akimpigia yule mtu hapatikani na namba zote kaziblock. Tuandikie kupitia nambari ya simu 0677000009 au kupitia mitandao ya kijamii @mainfm Tanzania. Sasa fanya yafuatayo ili kulinda pesa zako mtandaoni. Kabla ya kufanya muamala wowote mtandaoni, kumbuka haya. Fikiria mara 2 kabla ya kutuma pesa, daima thibitisha maelezo. Lakini pia hifadhi PIN zako kwa maana ya nywila na akaunti zako salama, usizishiriki na mtu yeyote. Ndio maana tunaambiwa namba yako ya siri ni namba yako peke yako. Nunua tu kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Ikiwa ofa inaonekana kuwa nzuri kupita kiasi, pengine unaweza kuwa ni udanganyifu. Kwa kufuata vidokezo hivi vya usalama, utaweza kufurahia miamala mtandaoni huku ukilinda pesa zako. Sasa hebu tuambie, ni jambo gani moja utakalofanya leo ili kuboresha usalama wa miamala yako mtandaoni? Tushirikishe. Kitu ambacho nitakifanya kwa kuwa nimepata elimu sahihi, nitakuwa nafanya uangalizi wa miamala yangu, kukagua taarifa za kibenki kwenye akaunti yangu. Asante. Mwingine? Kingine ambacho nitaangalia kwamba namba zangu au namba za vitu vyangu, akaunti yangu ya siri itakuwa kufanya kama siri yangu. Sitokuwa naamini eti kwa kuwa ni rafiki yangu basi tushare naye namba ya siri, hapana. Asante. Kwa maana ya namba yake ya siri inabaki kuwa ni namba yake ya siri, ndio maana tunasema ni namba ya siri. Mwingine? Mimi ambacho nimejifunza kwa leo ni kuhakiki mara kwa mara namba zangu za siri na kutomwamini mtu kumwagiza maybe M-Pesa akatoe pesa. Siwezi muamini, sababu nikishamwambia namba yangu ya siri au neno langu la siri, na hisi atakanalo kichwani. Siku hata kama nimetumia muamala, simu yangu imechachaji, anaweza akachukua ile simu na kuforward muamala kwenye namba yake. Sasa kitu ambacho hakipendezi kabisa. Asante. Mimi kitu kingine yani ambacho nimejifunza kwa upande wangu, kwanza nitakuwa msiri kwenye vitu ambavyo vya siri. Pia nitatoa elimu kwa watu wengine. Asante. Nitakuwa msiri kwenye vitu ambavyo ni vya siri. Asante. Mimi bila kusahau kuna pointi moja umetuambia kwamba ile wifi za kitonga zile za public. Kwa hiyo bwana, nashauri ndugu zangu wale wazee wa VPN. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuepuka mitandao kama hiyo, kuepuka hizo free wifi ili jaribu kuboresha mifumo yetu. Devi hapa anamalizia. Bwana, sisi tumekaririshwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Sasa
mimi na mimi tumefunguka. Kwa hiyo kupitia hili tutajifunza hasa kwenye upande wa password, hizo wifi za vitonga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumejifunza hizo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni sehemu ya programu ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa balozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano na idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Lakini pia programu hii ya mpango wa ushirikiano wa kidigitali imelenga kuwajengea uelewa wananchi na kukuza ufuatiliaji wa taarifa mbalimbali ndani ya vyombo vya habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidigitali. Kwa pamoja tumelenga kukuza hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa za vyombo vya habari na haswa katika maeneo ya vijijini katika zama hizi za kidigitali. Msikilizaji, kipindi hiki kimetayarishwa na studio za Main FM Radio Kigoma. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii @mainfm Tanzania au kupitia nambari ya simu 0677000009. Kwa niaba ya wote walioshiriki nasi, mimi ni Koleta Hume nami ni Beka Muhamba. Kwa pamoja tunasema mpaka wakati mwingine, kwa heri.